kusikiliza wakati huu, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, ukiwa nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika mitandao mingine ya kijamii. Ni vema na hakika kabisa. Saluti sana kwa kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ambayo unaipitia muda huu. Ni katika baadhi ya makabila, baadhi ya kazi zimekuwa zikihusishwa zaidi na makundi fulani ya watu. Mathalani kazi nzito ama ngumu zimekuwa zikihusishwa zaidi na wanaume. Hata hivyo, hali inazidi kubadilika siku hadi siku, ambapo kundi la wanawake limeanza kujitokeza kwa kasi kuendesha shughuli sawa na wanaume kwenye kada mbali, ikiwemo kada ya uchimbaji na utafiti wa madini ya aina mbali. Katika maandiko matakatifu ya Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na kuendelea, tunaangalia simulizi ya Adamu na Hawa, uasi wa binadamu wa mwanzo na adhabu walioipata na hata kufukuzwa bustanini. Na hapa, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi U Media, tunakwenda kuangazia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 20. Tukiangazia haya ya 13, inasema, hapo Mwenyezi Mungu akamuuliza huyo mwanamke, umefanya nini wewe? Mwanamke akamjibu, nyoka alinidanganya nami nikala. Haya ya 14 tunasoma, kisha Mwenyezi Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hivyo, umelaaniwa kuliko wanyama wote wa kufugwa na kuliko wanyama wote wa porini. Kwa tumbo lako utatambaa na kula vumbi siku zote za maisha yako. Katika haya ya 15, Mwenyezi Mungu anasema, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Yeye atakiponda kichwa chako, nawe utamuuma kisigino chake. Haya 16, kisha akamwambia mwanamke, nitakuzidishia uchungu wa kuzaa, kwa uchungu utazaa watoto. Hata hivyo utakuwa na hamu na mumeo, naye atakutawala. Narudia hapa, naye hatakutawala. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa online TV yetu ya Upashanaji Media, kifupi U Media, hapa ndipo kitabu kitakatifu cha Biblia kilipoonesha majukumu ya mwanamke kwamba sio kazi ngumu wala nzito, bali ni laini. Na tukiendelea kuangazia maandiko matakatifu, Mwanzo haya ya 17 inatuelekeza, kisha Mungu akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umemsikiliza mkeo, ukala matunda ya mti ambayo nilikuamuru usile, kwa hiyo kwa kosa lako ardhi imelaaniwa. Kwa jasho utajipatia humo riziki yako siku zote za maisha yako. Ndipo hapa napo tunaona ni namna gani ambavyo mwanamume alivyoumbiwa kufanya kazi ngumu, na tunaoneshwa na kufafanuliwa katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Barabara kabisa, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Upashanaji Media. Kumbuka upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako, na hapa unaona katika haya ya 17 na namna ambavyo Mwenyezi Mungu anavyompatia majukumu mazito Adamu, kwa maana ya binadamu, katika utafutaji wa riziki, kwamba yeye ndiye mwenye jukumu kubwa na zito la kumtafutia mwanamke Hawa riziki. Katika Zaburi 3 haya ya 18, Mwenyezi Mungu anamtamkia mwanadamu kuwa ardhi itakuzalia michongoma na magugu, nawe itakubidi kula majani ya shambani. Haya ya 19, kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa, maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Haya ya 20, Adamu akampa mkewe jina Hawa, kwani alikuwa mama wa binadamu wote. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa online TV yetu ya Upashanaji Media, kifupi U Media, tuangazie hawa ndio wanawake wa nguvu hoji kutoka wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya. Baada ya kupita yangu katika maeneo ya Itumbi Jeshini,
iliyopo kata Matundasi wilaya ya Chunya mkoani Mbeya na kukutana nao. Karibu ungana nami katika safari hii ya simulizi hii ya wanawake wachimbaji wadogo wilayani Chunya na wilaya ya Songwe. Na mpendwa mtazamaji, tuangalie wanawake wachimbaji wadogo na ndoto zao za kuwa matajiri na wachimbaji mabilionea na matrilionea. Na katika zama hizi nao wanasema kazi ni kazi. Hapa kazi tu, kazi iendelee. Ni kupitia online TV yetu ya Upashanaji Media ukiwa nami Uncle Tom Mpanji. Karibu. Ni wanawake wachimbaji wadogo wa madini katika wilaya ya Chunya baada ya kuwakuta sehemu moja wakiwa wanashughulika na mawe maarufu mafero ama fero kama unavyowaona hapa. Karibu. Umeona hii ni sururu zile ambazo zinauzwa dukani. Sasa umeshawahi kuiona wapi sururu ya namna hii? Iwe Tanzania, iwe wilaya hii ya Chunya, ama iwe duniani kote, kama umeshawahi kuona kitu kama hiki. Inaitwa moko hii. Yaani kwa hali ilipofikia hapa ndio inaitwa moko. Ndio dhana ambayo wanatumia mama zetu hawa katika kuchimba madini aina ya dhahabu. Ni dhana duni kabisa. Mama, hebu tuonyeshe namna ambazo inatumika. Hii inatumika kwa kuchimba kama hivi. Unapochimba hivi, unaona? Sasa hivi akichimbe vizuri sababu kimeisha. Basi ndivyo kama ambavyo umemsikia. Na hapa unapandaje? Ni ukiangalia unaweza ukadhani kwamba pengine ni mafunzo ambayo wanayapata, kumbe hapana, ni namna ya kujitafutia riziki. Mama wewe anapanda. Haya sio mafunzo, ni mbinu. Hizi ni mbinu. Tambulisha jina lako, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Salma Ramadhani. Salma Ramadhani. Ni mzaliwa wa Tabora, Nzega. Na umefika huku wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya. Huku nimefika wilaya ya Chunya hii 2019 mwezi wa 7. Kwa tarehe 11. Sasa tusizungumze mengi sana. Tuje tuingie katika mada yetu hii ya uchimbaji. Kipi kilichokusukuma mpaka ukaingia katika sekta hii ya uchimbaji? Sekta ya uchimbaji ilikuwa ni maisha tu magumu. Nimeshindwa kufanya kazi huko, yani kila ninachokifanya kieleweki, ndio maana nikaona labda niingie kwenye uchimbaji. Nitapata angalau kidogo na mimi nijiendeshe kimaisha. Ulikuwa na uzoefu huko nyuma au pengine ndio umejifunzia huko? Nimejifunzia huko. Hebu tusimulie ulivyoanza mpaka ukaja kuingia chaka poli kwa poli. Poli kwa poli nilifika hapa Chunya. Nilifika sina mwelekeo. Nikaanza kufua nguo za watu wachimbaji. Nikapata kama shilingi 25,000. 25,000 kuna mama mmoja kanishawisha akasema twende tukanunue fero. Nikaenda kununua fero. Fero ni nini? Fero ambayo wakitoa jiwe. Kile kinacholalia jiwe. Kinaitwa fero. Kama hiyo. Huwa inauzwa. Pita kwenye jiwe inauzwa. Niliponunua hiyo fero nikapata kahela kidogo. Nikaona kumbe ndio maana watu wanafanya hii kazi. Nikaendelea. Baadaye kuna mama wawili walichimba mawe kama mawe ya sesa. Mfano kama mawe haya. Ndio mawe ya sesa. Ya sesa. Mtazamaji, kama kulikuwa ujui, hili ndio jiwe la sesa kwa lugha ya uchimbaji wa madini. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Nguvu kabisa, tunaendelea kupata machache kuhusiana na wanawake wadogo wachimbaji kutoka wilaya ya Chunya mkoani Mbeya. Utasikia namna walivyoanza uchimbaji na ndoto zao za kuwa matajiri na wachimbaji mabilionea na matrilionea
kupitia online TV yetu ya Upashanaji Media, ukiwa nami Uncle Tom Mpanji. Nilitembelea migodi hiyo ya madini aina ya dhahabu wilaya ya Chunya. Wachimbaji wanawake wanakabiliana na changamoto nyingi, mathalani uwezo wa kupata leseni kupitia tume ya madini, kuwezeshwa gharama za awali ili wapate maeneo ya uchimbaji, kuona wanawake wanashiriki kwenye shughuli za uzalishaji mali. Terminology za kichimbaji zinasema kuna mlio, yani manake dhahabu zimepatikana nyingi ama dhahabu zimefumuka. Na ndipo hapa mama huyu anasimulia namna ambavyo wachimbaji wanawake wadogo wawili walivyofanikiwa kupata dhahabu nyingi, na namna ambavyo naye akapata matumaini na ameshawishika kuendelea kuchimba. Ameshindwa kuamini kwamba hizi hela ni za kwake. Ndio maana na mimi nimejikita kuendelea kuchimba, labda na mimi leo neema itaniangukia. Unaweza kaja kuwa milionea, bilionea, trillionaire. Wow. Hongera sana. Asante. Asante. Baada ya hapo ulipokuta wale kina mama wamepata mahela mengi. Wamepata, tulichacharika na sisi kuangalia walichoachia hapo, tulipata pesa kidogo sana. Kumbe ilikuwa ni riziki lao. Hata mafanikio gani? Mafanikio nimepata, lakini sio sana, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Ninachokipata, hata ukipata kidogo nasema unashukuru. Bado sijakipata kile kikubwa, lakini familia yangu naiendesha kupitia hizi kazi haya masesa haya. Naiendesha familia yangu. Nimejiajiri mwenyewe, sitegemei mtu, niko mimi kama mimi. Na wanangu wanaenda shule, wanakula kupitia mimi. Kwa kifupi unawavalisha, unawalisha na wewe mwenyewe unajitunza, yani bila kumtegemea mtu yeyote. Changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Changamoto tunazokutana nazo katika utafutaji kama hizi hapa, mkurugenzi wetu sijui ni changamoto na yeye sijui anazopitia. Sababu hapa tunahangaika sasa hivi, tunakusanya mazigo kama hivi unavyoona. Tunashindwa jinsi ya kuyafikisha karashani ili tukaangalie kilichomo. Kuna umbali kidogo. Kuna umbali kidogo. Sasa tunamwomba tu sisi mkurugenzi atutengenezee hata usafiri. Lakini huko nyuma alishawahi. Huko nyuma alishawahi, lakini nimesikia kwamba alikuwa na maguta hapa na alikuwa anawasaidia, lakini mingine imeibiwa, mingine imeharibika. Labda sio, tuambie ni kuna ukweli? Ni kweli alinunua guta jipya. La kwanza liharibika, akalipaki akatununulia guta jipya. Sasa hilo guta ndio likaibiwa. Ndio changamoto hizo, likaibiwa. Sasa lipoibiwa sasa hivi tunateseka. Unaona, tunateseka. Kwa maana hiyo sasa hapa pikipiki ni sisi wenyewe, guta ni sisi wenyewe kwa kipindi cha sasa hivi. Kilio cha wanawake hawa wachimbaji wadogo kikasikika kwa mkurugenzi ambaye ndiye mmiliki wa eneo hili ama mmiliki wa kremu hii ya madini aina ya dhahabu, na sasa wanalo guta jipya kabisa kama unavyoliona na linafanya kazi. Na hapa unaona namna ambavyo wananufaika wanawake hawa kwa kuchukua ama kubeba felo ambazo wanakwenda kuzichakata kwa kufuata mchakato huo wa uchenjuaji na hatimaye kujipatia riziki. Kuna moko imeisha. Imeisha. Sasa hii hata kwenda kuipeleka kwa fundi sijui kafanyweje, imeisha. Na kipato tunachopata hapa ni kidogo, labda kangekuwa kama sesa kakipatikana au atusaidie kwa skaveta. Kuna sehemu sesa mbona zipo nzuri, tunaweza akatukuangulia, atutolea hili dongo la juu ni gumu. Hizi moko zetu hizi hazifanyi kazi sasa hivi. Akitukuangulia hivyo tunajitahidi na sisi ili tumkuzie kazi yetu. Tunapenda sana kufanya kazi hapa na tunampenda na yeye pia.
Nampenda na yeye pia kutokana na roho yake. Ilikuwa tayari ameshatufukuza, kwanza tunaharibu akitengeneza tunaharibu ili baadaye anafukia. Anafukia tena. Ila sisi tunachakua tu kama kuku. Akifukia hapa tunaenda tena pale. Sasa kuku ni vigumu kumchunga. Sisi tupo kama kuku. Nini wito wako kwa Mama Samia na wafadhili wengine, wadau wengine? Mimi wito wangu mkubwa kwa Mama Samia, kama tuko hapa sisi ni watoto wake, cha kuomba kitendea kazi kama vile karasha, kitendea kazi cha kubebea kama buta. Pia hata waziri anaweza huyu Kassim, waziri mkuu wetu, anaweza akatusaidia hata ule mtaji wa kuanzia kama mafuta na hivi visururu ili tupate kufanya kazi. Sasa mama kama haka, si tunaumia kifua baba. Tukipata hivyo tutakuwa ni vizuri zaidi. Na sisi wa mama ili tuwezeshwe tujisikie kama wamama wazazi wapo Tanzania. Na mkiwezeshwa tunaweza. Asante na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya Upashanaji Media, kifupi U Media, Uncle Tom Mpanji ndimi jina langu. Tumeongea na mama, tutaongea na kina mama wengine, utasikia unachokifanya hapa. Kumbe mambo yapo tu mazuri na kuna uhakika na kuna mawazo ama matumaini ya kuja kuwa milionea. Mama leo huyu unaweza kuja kumkuta na drive mwenyewe V8. Basi haya ndio mambo ambayo yapo huku jeshini Itumbi. Asante, tutaonana baadaye.